mimi ningekuambia kwamba labda kitu ambacho hamjui already hata sasa, ili elimu yetu tuweze kuisaidia sisi na Sweden, tunafanya vijana wale wanao graduate chuo kikuu, vyuo vyetu vikuu, na siku hizi bahati nzuri viko vingi, tuna mkataba na makampuni mbalimbali pale Dar es Salaam. Wale vijana wanaohitimu theory warudi wafanye kazi na makampuni haya kwa vipindi maalum, ili wapate experience, ili wajue makampuni yanahitaji kuajiri mtu wa aina gani. Na hiyo huwezi kuipata shuleni, na bahati mbaya policy yetu huko nyuma tuliharibu, tukabadilisha zile zilizokuwa zenye sura ya polytechnics. Kama Mzumbe ilikuwa ni polytechnic, tukaigeuza tukaifanya kuwa chuo kikuu, na vyuo vingi vya kati tuliviua. Leo tunatambua kwamba huwezi kuwa na graduate engineer wa chuo kikuu cha Dar es Salaam anaenda kusimamia ujenzi wa jengo kama site foreman. Hizi kazi za site foreman zilifanywa na wale walio graduate kwenye polytechnics, lakini tumeviua. Kwa sasa tunaanza kurudi kuona tunapata wapi hawa ili tuweze kuwa na site foreman ambao wana qualification, lakini pia hawajisikii vibaya kama engineer anavyoenda kuwa site foreman. Kwa hiyo haya tunayafanya pamoja na ndugu zetu wa Sweden. Kwa hiyo haina maana ya kwamba watusaidie, ni labda mengine hayawafikii, mengine hamyaoni, na kimsingi haya mambo hayatangazwi kwa sababu kwa kawaida serikali zote duniani haipendi kutangaza sana vitu vingine ambavyo havina msingi wa kutangazwa. Sasa mambo mengi na mengine yanafanywa na serikali na hayatangazwi. Huoni hiyo ni kama inaondoa uwazi au transparencies kama Waingereza wanavyosema? Ni kitu gani ambacho kama mambo mazuri na makubwa uliyoongelea yangekuwa serikali inayaweka katika mtandao na kuhamasisha vijana wetu wa Tanzania, kwa nini serikali haiyatangazi na tunasikia leo katika Swahili Villa Online TV? Patrick, mimi nimekuwa mbunge wa miaka 15. Si swala la transparency. Transparency ya serikali unaipata wapi? Si serikali inyanyuke kwenda kwenye TV au kwenye program kama yako itangaze. Serikali nyaraka zake zote inazisubmit bungeni, ambayo ndio channel kubwa ya transparency. Kukiwa na vyama makini, jamii ina pick up kutoka kwa hoja zinazojengwa bungeni. Kwa swala la kwanza una question sio serikali, mabunge tulionayo capacity yao ikoje ya kufanya vitu vifike kwa wananchi wao. That is the starting point. Namba 2, serikali si kazi yake kwenda kuweka, hata hapa sioni ikiweka. Kuna auditor general, CAG. CAG report inakuwa table, it is open to the public. Unahitaji kupick up vile vitu ambavyo unahitaji kupeleka kwa watu. It may be possible kwamba vinavyokuwa picked up mara nyingi ni vitu sensational ambavyo havina hata ukweli wakati mwingine, lakini ndio vinavyopewa priority badala ya kutoa vile vitu ambavyo wananchi ndio vingewasaidia zaidi. Na nimekuambia, nimekaa bungeni, nimesikia sana mara nyingi, na ninabaki kucheka mpaka nakaribia kufa unaposikia swala la 1.5 trillion taken out of context, wakati vitu hivyo process ya bunge inajulikana. Kwa mimi nadhani wakuulizwa hapa ni kama sisi wenyewe na vyombo tunavyovichagua viko capable kutuletea hizi taarifa. Nyie kwenu taarifa hizi nyingi mnazipata kupitia kamati zenu za Congress na za Senate. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho nadhani nchi yetu inahitaji zaidi, na kwamba tujaribu kudebate vile vitu ambavyo ni very serious, vina implication kwa watu wetu, na vinataka kufanyiwa maamuzi very serious
kupitia mabunge yetu. Lakini serikali ikishaweka kwenye vyombo imetimiza wajibu wake wa transparency. Kwa kumalizia tu, nafikiri tumezungumza karibia saa nzima tu, ni kwamba tutegemee balozi, mwanasheria na mwanasiasa Dr. Wilbert Slaa 2025 atarudi katika ulingo wa siasa Tanzania? Hili ni swala la uchokozi Pati. Mimi ndio ningekuuliza wewe, kama sijakosea, wewe Balozi Nhigula ni baba yako. Ndio. Na ni bahati nzuri namfahamu vizuri sana. Ndio. Mimi ndio ningetegemea Patrick, wewe kwa exposure ulionayo ungerudi kwenda kusaidia watu wako kama mwanasiasa. Balozi Slaa ametimiza majukumu yake. Leo katika umri wangu narudi kwenye siasa, natafuta nini? Mheshimiwa Balozi, tunashukuru sana kwa kutupa nafasi hii ya kuongea na Swahili Villa Online TV pamoja na American Swahili News. Tutakuwa tunajaribu kuwaleta mabalozi mbalimbali ambao watakubali kuongea nasi, kufanya mazungumzo ambayo wewe kama ndio umeweka msingi wa kuwaelimisha Watanzania waliokuwepo nje na Watanzania wa nyumbani pamoja na wasikilizaji wetu wa Swahili Villa Online TV pamoja na American Swahili News. Tunashukuru sana, niseme ni heshima kubwa sana ya kupata nafasi ya kuongea nawe. Tunashukuru sana. Neno la mwisho unawaambia nini Watanzania? Mimi napenda kwanza ni waombe hasa wa Tanzania diaspora popote pale walipo, ni waombe kama rais na waziri mkuu alivyosema, na kuwashawishi na kuwaomba sana kwamba ili tufikie yale malengo tunayopenda, basi tujiunge na chombo chetu kimoja, na kwamba tayari tuna chombo kimoja kimesajiliwa. Hiki chombo kimoja kinasimamiwa na serikali, na kwa kuwa kinasimamiwa na serikali, lengo lake la kwanza ni kulinda maslahi ya wanadiaspora wa Tanzania, whether wana uraia au hawana uraia wa Tanzania. Hilo la kwanza. La pili, nipende tu kuwajulisha kwamba katika hatua hii tuna documents za hadhi maalum zimekwisha kuwasilishwa. Tunategemea serikali itafanyia kazi. Sasa serikali inategemea kuona pia na sisi katika wingi wetu. Mara nyingi tumeambiwa taarifa kwamba tuna wanadiaspora wasiopungua milioni 4. Diaspora wa milioni 4 ni watu wengi sana usioweza kuwapuuza. Ni takriban sawa na mkoa wa Mwanza au mkoa wa Shinyanga au hata karibu na mkoa wa Tabora. Sasa hawa ni watu ambao serikali kwa vyovyote, tukijiweka katika nguvu moja, serikali itawasikiliza. Naomba tujiunganishe katika nguvu hiyo, tupange mipango yetu, lakini tufanye kazi pia bila sisi kugawanyika, ambayo kwa bahati mbaya ndio sifa inayopewa kwa diaspora, kwamba diaspora ni watu wanaopenda kutukana, ni watu ambao hawana mpangilio, ni watu ambao hawajui kujiorganize na kujiweka pamoja, ni watu wenye maslahi binafsi. Mimi naomba sisi tuondokane na katika historia diaspora tulioko katika karne hii, katika miaka hii, katika decade hii, basi tujulikane kwamba kama diaspora ambao tumejiweka pamoja kwa malengo ya kusaidia hasa nchi yetu, pamoja na kwamba wengine tunaishi nchi nyingine. Na kama nilivyosema, sisi wengine tunatambua passport za kigeni mlizonazo ni makaratasi. Mioyo yenu tunatambua iko Tanzania, kwa sababu makaburi ya wapendwa wenu yako Tanzania, na kwa msingi huo tuna sababu zote za kujitosa kwa njia mbalimbali iliyopangika vizuri, twende tukaisaidia taifa letu. Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Balozi Dr. Slaa kwa kuungana nasi kwa ujumbe mzito sana ambao nafikiri wana diaspora wameupata na wataupata ambao watakuja kutusikiliza katika
baadaye tutairudia sana hii interview ili iweze kuwafikia vile vile na viongozi wakuu wa serikali pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Profesa Palamagamba Kabudi, na tutapenda zaidi tupewe nafasi tuweze kuzungumza na zaidi ya mabalozi wengi zaidi, kwa mfano Uingereza, Uchina, India, Japan na sehemu kadhaa, ili nao waweza kutoa yale ambayo wanayafanya na Watanzania wote na wana diaspora waweze kuyasikiliza. Asante sana Mheshimiwa Balozi.